Asanteni sana kwa fursa hii. Kwa majina kamili mimi naitwa Regan Achieng aka MC Perfect de Masaka. Mimi kijana wa baba, kwa hivyo leo nilisema hata kama itanichukua muda gani lazima nifike hapa hivi ili nigotewe na bunge na niseme machache kama kijana wa baba. Sasa nataka kusema hivi. Kitu ya kwanza, nasikia mnaongea maneno ya Tanzania. Mimi nataka kuambia huyu Madam Suluhu, tafadhalini na serikali yako ya Tanzania. Mimi nakuambia Madam, style up. World mali imefika. Hiyo madhara unaonyesha, hiyo madhara unaonyesha hiyo inchi. Na tunaibisha hiyo inchi. Kumbuka ya kwanza, mimi natoa sauti kutoka Kenya kwa sababu unaibisha East Africa. Katiba yetu sisi kama wa Kenya ni nzito sana. Nawezi compare na hiyo kitu iko hapo Tanzania ambayo inafanya unatumia wana Tanzania vibaya kama watu waona akili. Watu wa Tanzania, mimi naomba muamke, wakati umefika. Na hiyo maneno unaona imeanza hapo vile jenzi liwachanua, hivyo ndio kunaenda. Mimi na believe Mungu amekumbuka East Africa. Mungu amekumbuka world. Mungu amekumbuka Kenya vile vile. Juzi tumezika baba mkombozi ambaye tuletea katiba. Kwa hivyo wacha tuongee. Wewe Suluhu, hiyo tabia mbaya baki naye huko Tanzania. Huku Kenya tafadhali, ukifika tukipatana na manga tutaomba serikali yetu ikurudishe, because hatutaki hiyo bad influence. Katiba yetu ni nzito na Raila alipigania, na viongozi wetu wazito wamepotea kwa sababu ya hii katiba, na sisi tunataka mtu mwenye na influence mtu yote tabia mbaya. Kitu ya pili, nataka kuongea na majamaa wangu wengine hapa. Nasikia kila pembe kwa mitandao, wengine wanasema mara 2 term. Mimi na believe hakuna kitu naitwa 2 term. Na ile kitu inaendelea hapa inamaanisha watu wanataka kutransform. Mwenyezi Mungu, tumepoteza mzito, lakini somehow we are off what we call political slavery. Sasa mkiona mambo inaendelea hivyo, niliona jamaa wangu jana anajisifu. Si rahisi William Samoei Ruto. Mimi kitu moja na believe, na mimi kijana wa Raila Amolo Odinga, life member wa ODM. Mimi na believe wewe, kitu ya kwanza, wewe si wa ODM. Katiba naelewa vile inasema. Ingekuwa wewe ni wa ODM, aungesimama na UDA 2022 na baba simame na ODM. Kwa hivyo kama kila mtu anataka kujitetea na ODM, hata Mudavadi basi akuja achukue kidogo, Malala akuja achukue kidogo, Nyanza achukue kidogo, kama ni ODM ndio issue. Issue ni service delivery to Kenyan citizens. Na kama inaendelea hivi, mimi na believe baba alisema tukusaidie kidogo mpaka 2027, kwa sababu Gen Z na Gachagua walikuwa wamekulemea. Na sisi hapo tunafikishana. Sisi tuna believe Sifuna yuko kwa party ODM, Babu Owino yuko kwa party ODM. Kama baba yuko, vijana wake wako, na sisi tunaendelea kubaki pamoja. Sisi kama vijana wa baba. Kwa hivyo sisi kama wana ODM tunaomboleza bado. Mtu excuse siasa mingi tuomboleze baba. Time itafika, ODM itasonga mbele vile viongozi wetu ambao tunaaminia walisema. Na msilete siasa ya fitina, siasa ya kugawa watu. Baba alikuwa kiongozi wa kuunganisha Wakenya wote pamoja. Mtu wote tubaki na umoja. Asanteni sana.